Haya, mpendwa msikilizaji wetu, mwezi wangu anaeleza kwamba muda huu tu ni muda huo wa kuweza kupokea wadidikasi, lakini ya maana kupokea ndugu jamaa na marafiki wale wote ambao watakao kuita, sio kuandika ujumbe. Hapana, hatutasoma ujumbe. Hapana mpendwa wangu, sio kama kuna wale ambao walikuwa wabisha kuandika ujumbe, lakini si niliwaambiaga mpendwa, msiandike ujumbe kwa sababu muda wa ujumbe ulionekana kumalizika. Tulipowapatia muda, iliomba mpendwa wangu muandike ili akuweza kuturahisisha, lakini iwezekana basi amkweza kutamani msiandike tena ujumbe, hatutasoma ujumbe wowote. Ingawa ule ambaye atatamani kuita aite sasa, aite kwenye 0971964907 097 1964 907 ama 084 10 038 49. Hizo namba zetu hizo za mwito, lakini sio ujumbe. Hapana. Na kwa basi na mwezi wangu kama vile nimekueleza, ambaye anakuwa kwenye studio sasa kwa nyakati hizi, tutamsikia sauti yake na mkabisha. Ujambo ndugu? Jambo kabisa. Sijui ndugu yangu Jameni, unakuwa ukisikiliza sauti yake kila mara, unasikiliza huyu akisoma matangazo yetu hivyo hivyo, kila mara kwenye taarifa za habari tunasema huyu jina lake, lakini atasemea mwenyewe. Basi jitambulishe kwa wasikilizaji mwezi wangu. Asante sana kwa kuwa unaendelea kabisa kunipatia microphone na kupeperusha sauti yako kwenye sauti ya mama, sauti ya kila mjumbe wetu ambaye anatusikiliza. Nayo ni Radio Maria, na hapo kabisa kwa majina, wewe ndugu msikilizaji ambaye unakaa chonjo ya radio yako, uniite Jean Rostand Vusangi Mwisikulu. Hiyo ndiyo majina kabisa ambazo Mwisikulu napewa na wazazi wangu. Nami kabisa ninafurahi wakati mtu ananiita Mwisikulu. Mwisikulu. Jameni, Mwisikulu. Mwisikulu ni kusema le grand fils, le petit fils. Le petit fils. Kama vile na mimi Binishek. Asante. Na mimi hivyo hivyo. Kwetu kwa Wakongomani tuna majina mengi kabisa. Ndio. Mwisikulu, le petit fils. Basi Mwisikulu ni kuswali kwanza neno. Asante. Kwa kweli tumefika mwisho wa mwaka. Sijui wewe unakuwa ukiona mwaka huu namna gani? Huo mwaka ambao tumekamilisha kwa siku ya leo umekuwa kabisa mwaka wa maajabu. Maajabu mengi. Tumepanda, tumeshuka. Utaniuliza je? Wakati tulishuka ni wakati tulisukumwa na mavita na malazi fulani za kidunia. Lakini hiyo Mungu hakutuachilia bado, sababu anapenda Kongo yetu, anapenda mji wetu wa Goma. Alitunyanyua wakati tulikuwa tumeshuka. Wakati alitunyanyua alitumwagia mabaraka nyingi kabisa, tukafurahi hapo, tukabubujika kabisa kwa raha. Sababu gani? Sababu yeye alikuwa pamoja nasi na alijionyesha Emmanuel pamoja nasi. Ndio maana kwa mwaka huu tulisherehe kabisa Noeli njema iliyo tofauti na Manueli zilizopita. Utaniuliza namna gani? Ndio tu watu tuna raha. Sijui ni kuonesha namna gani wale ambao hatuone kwenye television wangeona namna gisi tumenenepa tena zaidi ambayo miaka iliyopita. Wajua mwezi wangu, wakati tunapokuwa katika Kristo ni sharti tunenepe. Kabisa. Tunanenepa katika Kristo. Watu wengine watasema, watazani, wasema je, hawa wanakuaje namna hivi? Sisi sababu tunakuwa katika Kristo. Hiyo ni kweli. Sababu tunakuwa katika Kristo. Waona basi tunaanza mwaka. Sijui kweli utakuwa kabla nifikie hapo kwa mwaka ambao tunataka anza hiyo siku ya kwanza kesho. Nitakwambia kuwa watu wengi wanajiuliza namna gani sisi tunaishi. Lakini wakati wanajiuliza hiyo ni kwamba wao hawasali kabisa. Wanakuwa kama wanamsahabu Mungu. Lakini Mungu anasema yule ambaye anamkumbuka, yule ambaye anamlilia. Kuna yule ambaye anaita Jameni ametoweka. Sijui amekosa unity ama amekosa namna, labda na sio vizuri kubonyeza Jameni, tusibonyeze. Basi ita tu na sisi tutaweza kutia hewani Jameni kwenye 0971964907 ama 0841 sijui amerudi bado, hajarudi bado, ama 0841003849, yani 097 1964 907 ama tunaishi. Lakini ni wale ambao hawamuogopi Mungu. Ni wale ambao wanawaza kama Mungu ametusahau. Wangelisali kama na sisi wangeliona namna gisi kabisa Mungu anatushughulikia. Sababu Mungu hawasawaki wao. Kwa Kifaransa inasema
Dieu n'oublie jamais le sien. Dieu n'oublie jamais le sien. Sisi tuko le sien. Sisi tuko wake, tuko watoto wake, ndio maana haezi akatusahau hata kamwe. Ndiyo. Hiyo kabisa ni kauli, ni mwaka mzima ambao nimeyaona. Hiyo mwaka ambao tumemaliza kwa leo, nimeyaona hiyo kabisa. Ndiyo. Ndugu Rosta, kwa kweli shukrani sana mpendo wangu, wakati unapokuwa ukigundua mwenyewe umeona mambo haya. Na lakini basi unaonaje namna mwaka huu wa 2024 utakuwaje zaidi kulinganishwa na mwaka huu ambao tumekwisha kumaliza? Haya, ni mwaka wa matumaini, ni mwaka wa matumaini kabisa, sababu mambo ambayo tumeyapitia hapo, hiyo mwezi. Halo, kuna yule ambaye tafadhali anayetuita. Halo. Hatujambo mwezi wangu, ni nani unatuita kutoka wapi? Unatufuata namna gani? Aha, sijui mnakuwa mkisherekea sherehe hizi Bernard huko Matanda namna gani? Vraiment, sijui mmechinja mambuzi, kondoo, ngombe, kuku wamepata tabu huko. Jameni. Jameni. Kwa nini? Nasi kabisa tuwashindikiza kwa hiyo raha ambayo wanakuwa nayo. Watu wa dunia hii wanakuwa batata. Simepata tabu. Hata wanyama wamepata tabu kwa sababu ambayo imetuletea sherehe, imetuletea macheko mingi kabisa. Unaona mwezi wangu, kila mara nakuwa na huzuni tunapofikia sikukuu kama hizi. Nafurahi kwanza kwa sababu Mungu anatusaidia kufika mwaka, lakini nakuwa na huzuni pia kwa sababu ya wanyama. Unaona wanyama wote kila mara wanakuwa wakihangaika. Sababu gani? Nilipokuwa siku moja kwenye hapo Kituku kwenye abattoir, kwa kweli niona mnyama huyo ngombe walikuwa wakimuelekeza mahali ambapo wanakuwa wakienda kuchinjwa. Na wakati alipokuwa akimuelekeza yeye alikuwa akikataa, lakini kwa nyuma walikuwa wakimshimika mikuki kusudi azugie mbele, apite kwa hiyo tundu aende kachinjwe. Na kuhakikishia kwamba alipofika nafasi hiyo wanawatia ili wakati kichwa, na kuhakikishia mnyama huyo ngombe alitoa machozi. Alitoa machozi kama mtu. Nikashikwa na huzuni. Nikasema kwa nini binadamu hawana huruma kwa dunia? Ijapokuwa ni mnyama, unaona kama hata wanyama wanakuwa na woga ya kufa. Wanakuwa na woga ya kufa. Lakini sisi ambao tunakuwa na pumzi ya uzima, uhai, kiukweli ndugu Rosta, ni lazima, ndio maana naambia watu, mbele ya vitu vyote ni kwanza tumtangulize Mungu mbele. Kabisa. Ni kumshukuru Mungu na kumtanguliza Mungu mbele na kumtakia yote ambayo anayotupatia. Sababu wengine labda wanadhani saa hizi wanakuwa kwenye vilabu vya pombe. Wanakuwa wakikunywa, wakikula, wakifanya chochote, na wengine wanasahau hata kwenda kanisani ndugu Rosta. Kushukuru Mungu. Utaona kesho hiyo wengine watalala katika vitu ambavyo wanaita mamulo. Sijui unaita namna kama milombe. La lendioze mulombe. Kwa sababu wamesahau hata kama wanapaswa enda sali kumshukuru Mungu huyo ambaye aliwasaidia. Na ndio sababu nakwenda kuambia kila mara tusahau ndugu zangu mambo ya Mungu. Tumtangulize Mungu mbele katika yote. Ndugu Rosta, mwaka huu kwa kweli gisi ulikuwa ukizungumzia. Hiyo mwaka kabisa na utamani. Gisi nilikuwa nimesema mbele ni mwaka wa matumaini. Sababu siku ambazo zimepita tulikuwa na vita kubwa, watu walijitahidi, watu walichagua, watu walienda huko na huko, eti wanafanya nini? Wanatafuta wale wagombeaji wa viti, wanatafuta wakaaji, sijui wa huko Kinshasa, mambo ya dunia hiyo. Ni mambo ya dunia. Lakini imekwisha pita. Imepita kabisa. Nazungumzaga kila mara, kila kitu na wakati wake. Kila muda na wakati wake, kila siku na siku yake. Kabisa. 2023 yani inapita sasa karibuni. Inapita na vyake vyote kabisa. Mwaka huu 2024 unakuja sasa na vyake, na ndivyo hivyo tunapaswa sitia humo. Tutazame sasa sisi tunaenda wapi, tunatoka wapi. Lakini wakati nimesema ni mwaka wa matumaini, nina kitu fulani na sababu ambayo nimesema hivyo. Inaonekana Wakongomani, Wakristo, wa huko na huko wamekamata njia ambayo wao wenyewe wanapenda. Sijui umenielewa kabisa. Wanakamata njia fulani ambayo wao wanapenda, wanatamani wenyewe. Sijui umenisikia kabisa vizuri. Nimekusikia ndugu Mustafa. Ndio maana kusema hii siku juma 2-3 ambazo zimepita, wao wenyewe kabisa walichagulia hiyo njia, na ni kusema mwaka kesho ambao tutaanza kesho itakuwa ni mwaka wao ambao wamejichagulia wao wenyewe. Sijui umenisikia kabisa. Ndugu Rosta, wajua kama watu wa dunia hii kwa kweli si wazuri. Ni wazuri na ni wabaya. Kuna wale wazuri na kuna wale wabaya.
Mungu ametumba sisi kila mtu kwa sura yake, kila mtu kwa umbo yake. Kuna wanene, wembamba, wafupi, weusi, wekunda. Mungu ametumba kwa namna yetu, kila mtu kwa namna yake binafsi. Na ndio sababu kila mara nafurahiaga Mwashamu Askofu Kassim Mkuu Ilengo Migengele. Wakati yeye anachukua jitihada kila mara kwenda kuwatazama wafungwa wetu wa jela Kumzenze. Kwa sababu kesho hiyo amechukulia pia na safari ya kwenda huko kuwatazama ili akaweza kuonesha kama yeye Ecclesia pia na sisi waamini wa huko nje tunakuwa pamoja na wao. Kabisa. Yeye atachukua safari na kwenda kutoa misa, kuwafanyia misa humo, kushiriki pamoja nao. Ndio sababu na sisi radio kesho tutamsindikiza askofu. Radio tutakuwa humo kumsindikiza askofu ili kweli wale wasikilizaji wetu ambao wanakuwa manyumbani, hata wale wagonjwa ndugu Rosta, mali watakapokuwa na watarizika nao wanasikia ndio kweli na sisi tunafurahishwa na siku hii. Ndio sababu labda wale watu ambao umeweza kusema kwa kweli wanachakulia vitu ambavyo wanajua ni vya muda. Ni vya muda kwa sababu kila mara tunakuwa tukisema kwamba hatukujua siku ambayo tutaweza kuzalika na wala hatutajua siku ya kufariki. Sisi tunayo muda hapa duniani, kuna muda kitambo. Safari yetu ni huko mbinguni kama vile wengine wanakuwa wakiimba. Ndio maana tuangalie sisi tumetoka wapi tunaenda wapi. Kama unakuwa na neno juu ya mwenzako, umombe huruma kama vile le pardon. Ndugu Irbe, le pardon, turudi pale kwa kibao le pardon. Tutakapokuwa tukisikiliza kibao hiki, tafakari hiyo ya nyimbo le pardon, tutakuwa tu kwa na mara tunapokuwa tu tukizungumzia katika mambo hayo. Kwa sababu na dada huyo Duse kutoka parokia de Emmanuel Shaba, aliomba kibao hiki le pardon ili akaweza kutolea kwa ndugu. Na kikweli kama sijui ndani ya kibao hiki ndugu Rosta kama uweza kukisikia, sijui mnazungumzia masemi gani? Ndani ya le pardon ndio wimbo huu ndio wimbo huu ambayo ulitoa na Mihigo marehemu huyo hapo Rwanda. Si marehemu sababu nyimbo zake tunazishota kabisa, tunaendelea kutupatia moyo. Wakati tunasema yeye amepita, si marehemu sababu nyimbo zake zinatuletea tena sauti yake. Kwa kweli angali hai kupitia nyimbo zake. Sijui wimbo unasikia namna gani ndugu Rosta? Wimbo huu kabisa wakati nausikiliza kwa makini, sheti mimi nilete msamaha wangu kwako. Kikweli. Sheti ni mtu mwingine kama mimi alete msamaha wake kwa mwenzake. Hivyo ndio tunaitwa kabisa tuishi. Lakini kama tunaishi bila msamaha, hiyo dunia ingepashwa anguka na tunashangaa sisi wote tunakuwa absent kwenye radio, kwenye dunia, kwenye mitaani. Ni sherti nikusamee, wewe unisamee, hapo kabisa tutaishi na amani. Kweli ndugu Rosta. Bwana huyu Mihigo kaimba wimbo huu si ya kuweza kualika watu kwa kweli kwa huruma mmoja na mwenziwe. Kwa sababu dunia tuishimo watu huwa wazozana, kila mtu kulaumu mwingine, hata watu ambao wametiwa humo kwenye jela katika kizuizini ni watu ambao waliwachukia wengine. Kwa sababu tu wamependelea baki humo, labda sijui amefanya nini, lakini kwa nini watu wa dunia hii hawana huruma? Tuendelee basi na kuwa na huruma kwa mmoja na wengine. Le pardon yake Bwana Mihigo kweli yeye katolea hii na kuweza kuamba watu kuwatekeleza, kuwalazimisha basi tusamehane mmoja na mwingine. Labda ndugu Rostani nimekosea mwaka wote mzima huo 2023, lakini nimekosea sababu tu ya ulimwengu kama ulivyosema. Sababu mimi nilikuwa labda na mali nyingi ama nimejivuna kwenye nyumba yangu kama vile wengine wanakuaga wakifanya. Wakati mtu anafika kwako nyumbani unamtoshesha, unamvulisha viatu kwa sababu nyumba yangu imekuwa na makaro ama nimetia tapi hapo ndani. Basi wewe uondoe kwanza viatu vyako kabla usije ukaingia hapa nyumbani. Na watola watu wao kama wapumbavu mwezi wangu Rosta. Hiyo ni mambo ya kidunia. Mambo ya dunia, wapumbavu. Tutatoka katika upumbavu mpaka lini? Ijapokuwa wamejiozania wako wasafi, sio kutoa viatu ndani ya nyumba yako ndio unaonesha usafi. Unaweza ukapanguza hata kwa nje, unaingia viatu vimekuwa safi pia. Mimi nasema hivi, ninapofika kwako ukiniambia nitoe viatu, siingii tena kwako, narudi. Narudi kuonesha kwamba basi ukupenda nifike ile ulipenda tu viatu mtu afike. Ni kama vile kwenye karamu watu wakaalikwa, wakati watu walipoalikwa wengi ukafika na koti zao. Lakini ndugu moja wakati alifika yeye hakuwa na koti. Akamwambia rafiki, wewe umeingia humu namna gani kwa sababu hauna koti? Ni lazima ufike na koti. Bwana huyo alikuwa wanamservire chakula, mafrite, nyama hivyo na kinywaji. Lakini wakati alipofika kwenye meza hiyo ya kuchukulia chakula akafanya nini ndugu yangu Rosta?
Alitola chakula anakuwa anaiangushia kwenye koti wakati lake. kabla kwanza sijafika hapo alirudi nyumbani kwa kuweza kuvaa koti mbio mbio kwa haraka, akafika na koti yake sababu walikuwa wamemrudisha wamemlazimisha aende akavae koti. Akaleta koti yake amevaa koti sasa. Na wakati alipofika kuchukua chakula alikuwa akitoa chakula anaipakala kwa koti inaanguka chini. Anatoa chakula anaitia kwa koti inaanguka chini, haitie kwenye sahani. Na mpaka watu wakakusha kumwambia, rafiki, kwa nini unafanya mambo kama na haya? Lakini akasema, jameni, mimi hawakunialika mimi, lakini walialika koti. Walipenda koti. Na ndio maana chakula hii ambayo niko napokea na twala na kwa nikipatia koti ambayo walioalika. Unatazama ndugu yangu Rosta, mambo ya dunia, watu wa dunia sijui wanakuwa namna gani, wako wakienda wapi. Na ndio sababu sijui tutakuwa tukiwaambia watu hawa nini, kwa sababu wajua kama leo hii tunakuwa mwisho wa mwaka wa 2023, karibuni hapo kwenye masaa tu yamebaki tu machache, tutakapofika 0h tutakamilisha na kutia ukingoni, kwa sababu mwaka huu 2023 hakuna atakayeufikia tena. Hakuna. Sijui kuna yule ataufikia. No, itakuwa imekwisha. Imekwisha na wakati ambao imepita haiwezi karudi nyuma tena. Na ndio sababu tukapofika tu saa 6 hizo za usiku, nimeambia watu waamke, wasifu Mungu, wasali. Yule ambaye anayekuwa na simu yake ya mkono telefone atie reveil, kusudi umueleze kama itakapofika ile 0h ile saa 6 ya usiku aamke, asali, aombe Mungu na ombe huruma, naombe Mungu msaada kweli kwa siku hizo. Basi kwa kweli sio wale ambao wanakuwa manyumbani, ndugu Rosta, sio utakuwa ukiwakumbuka wanani kwa mwaka huu? Basi hivyo. Kwa mwaka huu kabisa ni mwaka wa shambra wa sherehe. Nitamkumbuka wakati napaliza sauti yangu hapa. Nitamkumbuka bibi yangu anaitwa kwa mchumba wako Giselle Kabo Kataka. Anadhani kwa nyakati kama na hizi ananisikiliza kabisa, sababu nilimwambia eti nashuka kwenye vibao vyetu vya Radio Maria, sherti afungue radio yake, nitamsalimu, nitamkumbuka, nitamkumbatia, sababu nampenda sana mke wangu. Pia watoto wako pale wananifuata kabisa 5 nao na wakumbuka. Wengine nitapeperusha salamu zao kwa kusema mambo inasonga mbele. Hapo nitamkumbuka baba Mathieu ni jozi kabisa, ambayo imesherehe pia siku 25 zao za ndoa. Yamanisha nao walikuwa kwenye parokia Karmeli pamoja na Mwasha Maskofu. Walikuwa kabisa, wakisherekea. Walikuwa. Lakini wao walisherehe hiyo siku ya pili. Ni kusema leo kabisa kumeshapita siku 5 wamekwisha sherehe hiyo. Nao ni Wakristo wa hapa kwetu Cathedral. Cathedral Mathieu Leon. Ndugu Rosta, wajua kama watu wa Cathedral leo sikupata ujumbe wao hata parokia. Ndio maana tunawakumbuka kwa Mama Afrika, mwenye Ranuarite, Kizito huko Saint Esprit. Hatupata ujumbe wao leo. Sijui wamelazwa, wameingia kwenye vilabu vya pombe saa hizi ama wamelala ama nini. Unajua leo kabisa watu wengi wamejiandaa kabisa kwenda kununua wanyama. Hapana, kwenda kusali pia. Wanaingia ndani ya makanisa, wanasujudu Mungu, wanashukuru sana. Na kwa kweli leo tangu asubuhi misa zilikuwa nyingi ndani ya. Ndio hivyo. Kwa kweli ni tangu hiyo asubuhi alfajiri mapema tulikuwa kwenye kanisa tukitarisha misa na kumomba hata Mwenyezi Mungu. Na lakini kuna wale ambao wakwenda kanisani. Kuna wale ambao wakwenda kanisani wamebaki hapo nyumbani. Na kwa hiyo nikaomba, sijui wewe unakuwa ukisema nini kwa wale watu ambao hawajali na kwenda kanisani, wanabaki manyumbani, wamaanisha kama hakuna kitu ambacho kweli Mungu anawafanyia. Wale ambao hawajawahi kuingia kanisani, na waomba tu wawe na moyo wa kumsogelea Mungu. Sababu wakati wanabaki huko bila kumsogelea Mungu, Mungu naye atatia pembeni. Ijapokuwa tunasema Mungu ni misericordieux. Yeye ni wa huruma nyingi, mwenye huruma. Lakini ni sharti nasi kabisa tumuoneshe hiyo proximity yetu pamoja nasi, ili atembee nasi. Yeye Emmanuel ni Mungu pamoja nasi. Sijasema yeye atakaa mbali na sisi, lakini nasi pia tukue na ile ujuzi, ile juhudi ya kumsogelea, pia naye atasogea karibu nasi. Wale ambao wanajitwika kabisa mbali wafanye yangi, sababu muenda peke aumia yepo. Aumia mbio. Asante. Muenda peke akufa mbio. Muenda peke aumia peke. Heri wawili kuliko moja. Kabisa. Nako nikuona ndugu Herbe Mumbere pamoja kweli na mchumba wake. Twashukuruni sana ndugu Rosta.
kwa sababu kweli Josie la kwa alifurahisha sana wakati nakuwa fundi mitambo, Josie fundi mitambo. Asante. Kwa kweli asanteni sana na wale wengine wote manyumbani wanapokuwa kitufuasa. Kwa sababu inakuwa saa 12 dakika 30 kosa tu dakika 5, saa 12 ni kusema saa 12 dakika 25 kwenye radio yetu hapa mjini Goma. Hivyo hivyo saa 12 dakika 25 hapo pa Mkwija. Sijui hapo pa Butembo itakuwa hivyo hivyo mwenye itakuwa hivyo hivyo kwenye kati. Hivyo saa 12 dakika 25. Lakini Mkwija unasema nini sababu ya Mkwija? Hiyo ndio kabisa wajua mwezi wangu. Haikatike ndani ya kinywa yako mzee. Hapana. Hapo Kinyezire Mkwija tulifunzwa hapo, tumezalika huko. Na ndipo hapo kweli tumeelimishwa zaidi na kuweza kunyonya maziwa ya mama zetu. Japokuwa sisi tumekuwa kwenye miji mikuu, lakini tumetoka vijijini mwezi wangu. Tumetoka vijijini. Sijui yule ambaye aliyezalika hapa mjini mkuu. No, Nilipokuwa kwenye radio siku moja hivi niliwaambia watu, mniambie mtu wa kwanza kuishi hapa mjini Goma alitokea wapi, alikuwa wapi. Na hata watu wengine walikosa hata majibu ya kuweza kutoa. Mtu anadhani ya kwamba wakati amezalika hapa, amezala mtoto hapa kama vile ambao waliotangulia kuzaa, sio kuzalika hapa. Wote tumetoka vijijini. Ndio maana tunapashwa kumbuka na kukumbuka kabisa kumbuka manyumbani kwetu, vijijini vyetu. Hata tunasema Kifaransa kikubwa, hapana mwenzi wangu Rostan. Tuseme hata Swahili ya kwetu, tuseme lugha za kwetu. Ninapozungumzia hata Kinyarwanda, Kihavu, Kihunde, Kinande, lugha hizo za nyumbani, tunazisikia huru. Kabisa. Nasikia huru, nafurahiaga wengine ambao wanazungumzia lugha za kwao. Hawakufi haya. Wengine wanakufa haya kwa sababu utaona kama nikizungumzia hivi huyu atajua kama mimi nimetoka kishi fulani. Tunakuwa wapumbavu mpaka lini? Tusio wapumbavu. Tuzungumzie lugha za kwetu jamii. Inamaanisha unaweza ukawazungumzia kwa lugha ya Mkwija? Lugha ya mama. Lakini utagundua kwamba lugha hiyo tayari kwa sababu tumefanya siku mrefu, kiukweli lugha hii imekuwa ikipotea sasa kwa kuweza kuzungumzia. Sababu hata kila mara tunazungumziaga hii Swahili, tunazungumzia hata lugha zingine za Kifaransa, hata Kiingereza, kama vile tumeweza kuigizwa kwenye malezi yetu. Kwa kweli inaonekana kama tunasahau. Ndugu Rosta, kwa kweli na baki dakika 4 peke yake, kwa sababu unaona kama saa hii inakuwa ikituambia mtazame kwenye ukuta wetu, muda inakuwa ukivuka tu mbio. Wakati tu tunakuwa tukisikiliza kibao hiki na kutia mwisho kwa kipindi chetu hiki, kwa sababu waona kama usiku sasa unakuwa ukikaribia pole. Na lakini tunakuwa sijui ukiambia watu nini watakuwa wakisherekea, kutayarisha kusherekea siku ya kesho. Wale ambao wanajitayarisha kama mimi kusherekea siku kuu ya kesho, na waambia wakae chonjo. Wasali kwanza, ndio waanze kila kitu ambacho kimeandaliwa nyumbani kwao. Ndugu Rosta, leo hakuna makesha. Hakuna makesha kusherekea hii. Hakuna makesha. Makesha ni hiyo. Tunakesha. Kila wakati ni kukesha. Kila wakati ni kukesha. Kila wakati. Hakuna kusema nitaenda lala kanisani ndio nimekesha. Hapana. Na nyumbani unaweza kukesha. Mwezi wangu Rosta nifurahia Askofu Kassim Mkuu Willy Ngumbi wakati amesitiza na kukataa makesha leo. Kusudi watu wapate muda wa kuweza kupumzika, wasali na kujitayarisha kesho. Kila mtu kwa hatua kwenda kanisani. Kabisa. Kwa kufanya nini? Kwa kwenda muomba Mungu. Kwenda kumuomba Mungu. Na kumshukuru kwa makuna maajabu yote ambayo ameendelea kututendea. Na ndio sababu sijui unazaambia watu nini sasa manyumbani wakati tunapokuwa tukitarajia kufika siku ya kesho. Ndio maana narudia hiyo neno wakati unaniambia niambie watu kabisa wajiandae. Hao watu wajiandae, wasikue watu wa kuvagavaga, watu wa kuzagazaga mitaani eti fete. Kila siku ni fete wakati Mungu ameitika kabisa kuwa pamoja nasi. Amezalika pamoja nasi, anatembea pamoja nasi. Ndio maana tumualike kwanza. Tumualike atushindikize kwa hiyo siku kuu ya siku moja mwezi wa kwanza mwaka mpya. Wasiwe wakalala vilabuni, wasije wakazagaza barabarani, wasije sijui wakafanya nini, hapana. Lakini wamkumbuke na wamuombe. Kama sisi tunaosema hapa, tunawaalika pia, tunamuomba. Tulimuomba wakati tulianza hiyo kipindi. Wakati tukimaliza tutamuomba yeye atushindikize namna jinsi alianza nasi amalize nasi. Pia wale ambao wako nyumbani, wa barabarani, ndani ya magari zao, wamkumbuke. Waanze hiyo fete, ijapokuwa kila siku ni fete, lakini le 1er janvier mwaka mpya nayo ni fete iliyo tofauti na fete zingine. Ndio maana waanze hiyo fete wakimuomba Mungu kwanza, wakimualika ndani ya activity. Na wale wamama ambao wanashinda ndani ya mafiga, wanamenya virai,
sijue wanapiga mboga, wanapiga manyama, eti ule mtu ambaye ametuita kutoka wapi? Jameni, Rosta. Umesahau kabisa. Kuna yule ambaye anaandika ujumbe huu, sijui. Tumsome kwanza, tumsome. Anasema Jambo Radio Maria. Ninapendaka sana huyu ndugu Amitié kwa Swahili yake. Sijui ni nani huyu anaandika jameni. Asante sana, lakini hakutia jina. Nami nampendaka sana. Sijui kutia jina, wewe unatuandikia kutoka wapi? Jina lake. Vizuri, unaweza kutuandikie kutoka sehemu gani, parokia gani, na jina hivyo hivyo. Nimekwambia kwamba wakati unapoandika ujumbe kama huu, una sign, unatia jina na mahali unapotuandikia wewe ni nani. Hata na mimi nawapendaga jameni, kila mtu nampendaga, lakini vizuri kutoa jina. Ndugu Rosta, muda ni muda redioni. Sijui neno lako la mwisho kwa sababu muda wetu watimika sasa kwa wakati wake. Neno langu la mwisho nasema asante kwa fundi wetu wa mitambo ambaye kabisa ndio ndugu bwana Irbe Mumbere, kazi nzuri tangu tulianza. Kwa kweli ni kazi kabisa inaonekana mafuta. Ndio maana nasema asante kabisa. Sifa kwake Mungu kabisa amuongezee tena ingine nguvu ili kesho yake aweze akatushindikiza ndani ya vipindi kama na hivi. Asante sana ndugu Rosta kweli kwa kuweza kuwasili hapa kwenye radio na sikukuu zaidi ya kuweza kutolea kwa ndugu wasikilizaji wetu mahali wanapopatikana. Mpendwa wangu msikilizaji, kama vile wajua muda ni muda radioni. Tutakuwa tukiwashukuru nyinyi nyote, kila mtu kwa udhamini wake, kwa upendo wake ambao mnaonyeshana kweli, kutuita, kutuandikia na hata kutusikiliza hapo manyumbani mwenu. Kiuhakika ni kweli ya kwamba leo hii tariki 31 Disemba mwaka 2023 tunafikia ukingo wake. Mwisho hata mwaka huu, hata siku hizi, mwezi huu hautasikilika tena na kuonekana tena duniani. Tunaanza mwaka mpya na ndio sababu kila mtu tujitayarishe kwa yote ambayo tuliokuwa nayo. Mpendwa, kila mara nakuwa nikiwaambiaga ya kwamba katika mambo yote, katika kwenda, katika kusali, tumtangulize Mungu mbele. Mtangulize Mungu mbele jameni. Hata kitu chochote kisikutenge mbali na mapenzi yake Mungu. Hata njaa, ingawa utakosa kitu cha kukula, cha kunywa wakati huu, kisiache wewe unamhukumu Mungu, unamlaumu, hamna. Hata kama iwe vita fasi fulani, hata mauaji, hata kifo, jameni, kila kitu na wakati wake. Acheni kila kitu na wakati wake. Mungu mwenyewe aliyetuumba anajua ni kwa lini tuko hapa, siku gani tutakuwa hapa na wakati gani tutatoka hapa. Lakini kwa siku ya kesho tuendeni basi kanisani kumshukuru Mungu, atuwezeshe na atufadhili kila mara, atupatie sisi huduma ya kuweza kutumika kazi, atupatie nguvu, atupatie juhudi kila mara na afya tele ya kuweza kuwa pamoja na nyinyi. Irbe Mumbere alikuwa sehemu ya pili huko. Hata kwenye studio hiyo nilikuwa naye mwezi wangu Jean Gustavo Sange Mwitikulu. Na mimi ni mtumishi wa zizi la Mungu Amitié Baone Binishiki. Basi mpendwa, kesho nayo ni siku, Mungu akipenda tutanane tena katika mwaka mwingine, majira mengine na nyakati nyingine. Kwaherini basi la kuonana tena.